Marekani inataka uchunguzi ufanyike kuhusu madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Tanzania baada ya kushikiliwa kwa Wakenya pamoja na baadhi ya raia wa Uganda ambao walikuja kwa ajili ya kusikiliza kesi ya mwanasiasa wa Tanzania Tundu Antipas Lissu ambaye anashikiliwa na serikali hiyo. Marekani imetoa wito wa kufanyika kwa uchunguzi wa haraka na kamili juu ya madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Tanzania baada ya kushikiliwa kwa wanaharakati wa Kenya na Uganda Boniface Mwangi na Agatha Atuhaire ambao sasa wameachiliwa huru. Wanaharakati kutoka nchini Kenya Boniface Mwangi na Agatha Atuhaire wa Uganda walizuiliwa nchini Tanzania mapema wiki hii, ambao walikuwa wameenda kuhudhuria kesi ya kiongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu. Kupitia ujumbe wake kwenye mitandao ya kijamii, mtandao wa X, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kupitia idara yake inayohusika na masuala ya Afrika imesema Marekani na wasiwasi mkubwa na ripoti za unyanyasaji nchini Tanzania kwa wanaharakati wawili wa Afrika Mashariki, mwanaharakati wa Uganda Agatha Atuhaire na mwanaharakati wa Kenya Boniface Mwangi. Atuhaire alitambuliwa na State Deputy kwa maana ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani mnamo mwaka 2024 kama mshindi wa tuzo ya kimataifa ya wanawake majasiri. Ujumbe huo umeendelea kusema kuwa tunatoa wito kwa uchunguzi wa haraka na kamili juu ya madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu. Tunahimiza nchi zote katika eneo hili kuwajibisha wale waliohusika na kukiuka haki za binadamu, ikiwa ni pamoja na mateso waliopitia wanaharakati hao. Mwangi aliachiliwa huru siku ya Alhamisi baada ya serikali ya Kenya kutoa wito kwa serikali ya Tanzania kuchukua hatua za haraka na bila kuchelewa ili kuwezesha ufikiwaji wa kibalozi au kuachiliwa kwa Mwangi kwa mujibu wa sheria na kanuni za kimataifa za diplomasia. Mwangi ambaye aliachiliwa na kuachwa kwenye mpaka wa Tanzania na Kenya wa Lungalunga alidai kuwa aliteswa alipokuwa nchini Tanzania. Agatha Atuhaire ambaye ni mwanaharakati wa Uganda ambaye alikamatwa na kushikiliwa kwa siku kadhaa nchini Tanzania aliachiliwa na kupatikana kwenye mpaka kati ya nchi hizo mbili akiwa na dalili za mateso, shirika lake la kutetea haki za binadamu lilieleza. Basi mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo wakati huu. Ni kile ambacho kimeelezwa na serikali ya Marekani juu ya kufanyika kwa uchunguzi wa hali ya juu na wa kina kutokana na kushikiliwa kwa wanaharakati wa kutoka nchini Kenya na kutoka nchini Uganda ambao walishikiliwa na serikali ya Tanzania, ambapo walikuja kwa ajili ya kushiriki katika kesi ya mwanasiasa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bwana Tundu Antipas Lissu. Endelea kuwa nasi na una nafasi ya kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote.